Sasa wewe bwana songa kwamba sisi kwamba tunakuja hapa tu katika wewe unafanya kazi kulia tu na kinachoongelewa kwamba akieleweki. Shida nini? Wewe umeondoka na mwanangu hapa. Umeondoka na vijana wenzio hapa. Wako wapi umerudi wewe unafanya kazi kulia tu. Maana yake nini mbona utuambii bwana? Tumetokea nini kwani huko? Nangu, tumekukuta nini kwani? Galemo. Naam. Galusi. Nini? Wanangu. Yule mbaya sana. Alichotufanyia huko. Kwa sasa ndio maliza kazi zako na kuacha. Wewe fanya nini? Kama uzuri nguo mwai jua. Anajua sasa hivi mvua hizi bora ngozi kauke bwana. Na mvua sasa hivi. Acha. Na nimekaa mgodini bwana nasikia bwana umetangaza na kufungulia na maji. Maji tena? Tena zaidi ya mwaka jana wanasema. Yaani hiyo stigo huko yaani huyu mradi mmoja kututesa sisi wakulima. Kwa umesikiliza tu madai yetu, hujasikiza vyovyote kama maji yanaendeleaje? Hamna mtu ambaye anajua sasa. Yaani huu mradi mmoja sana kusumbua wakulima. Sijui itakuwaje. Sasa mume wangu, basi tafuta shamba juu. Hilo ni kweli, ile wazo ulikuwa nalo wewe. Watu wote mgodini wanalo. Wanazungumzia kwamba watu tafuta mashamba juu, tafuta mashamba juu. Kwa sababu yani mashamba bondeni tayari yashakuwa na tuathiri. Mwaka jana ufuta kibao mimi nimeondoka. Mahindi yameondoka. Sasa ukiangalia sana mimi nake mazingira yenyewe haya. Sio kweli. Yaani tunataka twende juu tukatafuta mashamba. Watu wahi mapema kwa sababu ukichelewa unajua unaweza kukosa. Sababu kila mtu anawaza kwenda huko juu. Na wale wazee kule shamba. Kuhusu wazee. Hilo nalo wazo. Inabidi tukahamisha kule bwana. Unajua maji yakiingia kuhamisha shida. Ni kweli mume wangu. Mwaka jana watu wameathirika. Mwaka jana watu wameacha mavuno yao baharini. Tufanye mpango tukahamishe mapema kabla mvua hawajachanganya. Mwaka jana sio watu. Unakumbuka yule mzee Mkengesu hapa jirani pale dungu lake lote limeungia kwenye maji. Wengi kweli wamepoteza kila kitu walichokivuna. Basi haya mume wangu basi tule. Mimi nishashiba bwana. Ile mara mbili tena sasa hizi. Haya, basi nakula. Wanangu, mimi na goma langu hapa nimsipia mtumba. Bunge la goma wanangu sikilizeni.
Misi fulani nani wako kungwi kwa michezo kitandani, shakunasa kama gundi, shasawa kina fulani walionitesa kimakundi. Nikuite jina gani zaidi ya kukuita fundi? Wewe nitamna kama nticha maticha, nikwaga sina hamu mezuka unanipandisha. Haushiwi ya nikitaka tu nanipa, kama kupata kwa zamu yangu imefika. Moyo chapenda macho yaoni kasolo, nitakupa nachopenda wapambe na nite kolo. Nisha salendo sije ukaleta utopolo, ukajoka nitenda penzi likesha tumolo. Nishazama mazima nilikuwa kumwandazimu, sababu ya kupacha sina milabda niende kuzimu. Nataka kama nkizima kwako nitakuja kwa mbinu, kama sitokuacha patina nitasimama kama mzimu. Mamini amini popote twende wote, ukiwa na mimi lingo siogope chochote. Amini mimi mjeshi iliyekunywa maji ya bendera, na wanaopenda kupesti kama Manala na Kela. Vitenda wili watege na tegua, na wanaonitega kanga moja kwangu itosumbua. Mwanangu. Nakubali mwanangu. Oya. Jamaa anatisha huyo. Oya. Mwanangu ni goma hili. Usikwenda mjini. Hapa wachawi. Yaani ngoja. Yaani mnasifia upumbavu. Mwanangu kama anajua tu. Jamaa kujua anajua. Anajua wapi? Kuna watu wanatengea damu yule ape biskuti, itakuwa huyu bwana anapiga kelele hapa. Basi subirini basi. Oya, mwanangu wachawi tunao hapa na ndo wao. Amini kwamba wachawi wapo wapi bwana? Haya. Nasema kweli. Ngoja nikwambie. Saizi asubuhi mnaimba. Jiangalieni. Maisha haya yanatakiwa kutafuta. Sio kama hivi tumekaa kijiweni mara haina maana. Sasa ngoja nikwambie kuna kitu kimoja au vipi? Kuna kazi ya kupanda kabla zangu. Kama magani pembeni tukapande. Kupanda nini? Futa mahindi. Nyosha maneno. Sema neno kupanda tu leo. Kwanza kupanda kwenyewe tunaenda kupanda kwa nani? Mimi si ndo kila kitu. Wewe usingine baki bani watata. Sema kabla zake. Kabla zangu. Mimi nitoka kabla zake kisokola. Na kama kisokola kwa Mungu mimi nasema mimi siendi. Ule mzee mtaka kweli kwenye kulipa hela. Mimi siendi kwa Mungu tena. Wewe mtata, ali wewe mdomo mwingi. Hiyo kisokola yenyewe jana tukatoka kwa Juma, watoto kwenye sisi juzi tumeenda kupanda na katudhulumu. Jamani kama mnaenda nyinyi nendeni. Ila mimi msinihesabie. Kwanza maji uko Stigo na karibia kufurika. Wao jamaa analima vipi? Kazi za kulima tofauti. Kwanza itapigaje? Bado tunabishana. Ania. Ania. Abemna. Safi kwema. Safi, ndo naenda kula au? Chana. Basi sawa, ngoja mimi niende barabarani bwana. Barabarani? Na, kila siku barabarani. Wale wazee kula na malini. Sasa unalaumu kila siku barabarani. Sasa unavyohisi kwamba riziki inakuja nyumbani kwa mtu. Kule ndo unapata riziki. Kwa naenda kutafuta riziki. Mimi sio kama sitaki na kufuata. Lakini wewe mwenyewe unaona hali hapa. Nikaa jana tumeenda kuomba kwa dada. Nataka nipambane ili nipate hata kidogo cha kukaa. Nipate hata debe mbili za mahindi. Wanapokuja hapa saizi sio muda wa mavuno ya kilimo. Hata wao wanapotoka hawana kitu. Mwenye juzi tu unaona ya simu kwa bahali mbaya. Sasa unaponilaumu mimi unanikosea. Lakini mume wangu hauko kwa wale wazee sio kwako. Ukisema hivyo unakosea. Kwa sababu wazee wako kwenda kwa mimi. Hivyo ungekupa wazee wako ungewafanyisha kama hivi. Umesema mwenyewe umeenda mgondeni umesikiza story, maji kwa yanaendelea au yanaendelea kujaa, yanakuja. Hivyo unataka wazee wangu mimi niwakose? Basi sawa, mimi nitaenda kwa sababu wewe ndo unasema, lakini jua kabisa kwamba mimi sina nia hiyo. Na mimi hata mimi pia wazee wangu wale. Na sina ubaya nao. Ila kwa sababu wamesema hivyo, mimi nitaenda kuwachukua. Ila mimi nilikuwa nafikiria ninachofikiria mimi labda ndio mbaya. Ila mimi nitaenda kuwafuata basi. Sawa, kama utaenda hapo sana. Sawa, baadaye. Haya. Bye.
Kweli nga kweli. Wenyewe ni gani hiyo? Tunaona mtu wenyewe kabisa. Wenyewe unyama mwanangu mimi utakubali. Na msela alikuwa anapishabisha juzi. Tapiga kama hiyo kazima. Vijana wangu. Habari zenu? Sikupo. Amjambo. Mko salama? Hichi kijiwe kila nikipita hapa nakutaga mpo wengi. Lakini leo naona mko wachache wenzenu hapa. Saa 7 wameenda kula makwao. Wameenda kula. Sasa naomba mnisikilize kwa makini. Huu mgundi umejihusisha na masuala ya wizi wa kuku nyumbani kwangu. Nimeenda nyumbani, nimerudi, na ulivyo nyumbani nimepata taarifa hizo. Mgundi huu umeiba kuku. Nahitaji kuku wangu. Mzee, wewe shukuru Mungu ujue umezaliwa bila. Wewe mtoto usinionyeshe kidole. Pasha kuchinja tayari. Usinionyeshe kidole nakwambia. Sasa unanitisha au? Sikiza kwanza tumsikize mzee. Wewe ushakuibiwa? Kuibiwa wapi huo? Ushawahi kuibiwa? Kwanza tumsikize huyu kaja na jambo tu. Sio kwanza yeye mzee mjui. Wewe kuku wako unajua huko sio kuku. Wewe usinionyeshe kidole. Usinionyeshe kidole. Sawa? Yaani ungekuwa kijana Wewe. Kijana usitishe. Unanitisha. Unafanya nini? Unafanya nini? Unanitisha. Wewe. Mwache hadi. Unanitisha kidole nini? Subiri kwanza. Wewe nini? Subiri kwanza. Wewe kuibiwa. Ongea na mimi. Nampata kwangu simpati. Hapa hakuna kuku. Unajua kuku wewe. Sikizeni. Mzee, ongea na mimi. Wote watu. Ongea na mimi. Wewe ngungwa. Yaani bora uishane na mtenda dhambi kuliko wewe kujifanya nafanya ibada alafu Nisikilize. Wewe kijana, wewe. Tutakuponzeni, yani mkundi wenu kufa kabisa. Sema hivyo. Nitakachokifanya mimi. Sema hivyo. Yani nyinyi wote mtafuta mimi, mtafuta wote. Nitakachokifanya. Kila kitu kina mwisho, jitenge bana wewe. Wewe nani? Walikuwa watu hapa, wewe nani? Oho. Bwana. Natoka na Unanisikiza msikilize. Ukifika nyumbani nikute kuku wangu umeshatoka. Asa kusema hivyo mzee, unatuhukumu sio kingine. Oho. Bwana. Jana mbona hajaja amekuja leo? Maana ni umiba. Mimi kitu msichokijua. Unijue kuna karibu hiki. Alhamdulillah. Salamu. Wema. Ana afadhali bwana wewe kwanza nimeona leo. Nimetoka katika mkundi wao hapa vijana. Wale nyumbani umepitika wizi. Sasa ule wizi unapitika nimeibiwa kuku wangu. Nimeenda kutoa taarifa pale. Nimekutana kijana wako. Kijana wako alichonijibu naona katika kichwa changu mimi hakijaingia. Yaani ananijibu maneno ya kipumbavu. Kwanza angalia huko, afu angalia mimi nimejua vipi. Sasa nisikilize. Tusifike kutafiana ubaya, kutafiana vitu visivyokuwa na msingi. Muelimishe kijana wako aweze kutetea kuku wangu. Hajaiba yeye basi aliyeiba. Najua anamtambua kwa sababu ni kuku. Anasemekana kabisa mwanangu kaniambia mgumbini pale ndio watoto wangu wamechukua. Sijui umeelewa vizuri. Umeelewa? Mimi kama umeelewa, shukrani. Sasa ndugu yangu unakwambia. Mimi tenda kuongea na yeye. Amechukua sawa. Kama yachukua basi ngoja nifike. Mimi kwa mujibu subiri kwanza, sikiliza. Kwa mujibu alivyonijibu mtoto wako, anaonekana kabisa mwanachama mzuri wa wizi wa kuku. Tena pale nyumbani kwangu.
Nasema hivi, asiyefunzwa na wazazi wake atafunzwa na mimi, sio tena mtu mwingine. Nenda kamwambie. Safi kwema. Shikamoo. Marahaba. Vipi hapo? Hapa safi. Sijui kwa kutoka. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana afadhali nimekukuta. Naona nataka nikufuatilie. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kama nimekukuta. Bwana nimepata taarifa kwamba mmeiba kuku. Kuku? Hivi baba una hakika kweli kwa mimi nimeiba kuku? Mimi aliyoniambia kwamba sio kwamba hana akili, hapana. Ni mtu mzima na ana akili zake. Na kuku ambao alokuja kumwibia kwamba ni mzee Mgarusi. Bimaana akiasikana kwamba mzee Mgarusi kwamba mnamjua. Na hii yote inasababisha kwamba kukaa kwenu kijiweni. Hivi kukaa kijiweni unakupa faida gani wewe? Mnapata nini huko kijiweni mnapokaa? Hivi mnaacha kufanya kazi nyingine ambazo za kufanya? Unaanza hata kwenda kunisaidia mimi kwenda kulima shambani? Unahangaika kwenda kukaa kijiweni, unapata faida gani? Sasa kama kuna zitopata, sasa hivi mnaambiwa kwamba umeiba kuku. Au kuku umempeleka wapi? Hivi baba, mimi ningeiba kuku ningekuwa mdonge sasa hizi. Ila nakwambia kitu kimoja. Muulie muibia kuku ni mzee Mgarusi. Na vinaofuata kwako ni vitu viwili. Kama haukuozea jela, basi utakufa mdomo wazi.